Wakati mwingine tena mtazamaji wa Mpenja TV, tunazungumza michezo. Jina langu ni Teddy Tino, karibu sana. Na moja kwa moja tunaelekea katika kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu ya Tanzania bara. Katika kikao chake cha Juni 16 ilipitia mwenendo wa matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi mbalimbali, ambao katika mchezo kati ya Mbeya City dhidi ya Mtibwa Sugar, ambako Mbeya City walibuka na ushindi wa goli 1-0. Klabu ya Mtibwa Sugar imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la wachezaji na baadhi ya viongozi wa benchi la ufundi kuonekana wakifanya vitendo vinavyoashiria imani za kishirikina kuelekea mchezo tajwa hapo juu. Na wachezaji hao na baadhi ya viongozi wa benchi la ufundi walijikusanya katikati ya uwanja na kuweka duara kwa sheria kuomba dua, lakini mmoja kati ya viongozi alionekana akichimbia vitu chini. Na adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusiana na udhibiti wa klabu. Lakini pia mwamuzi wakati wa mchezo huo Liston Hiari kutokea Dar es Salaam ameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko mitano kwa kosa la kuonesha mapungufu ya kiuchezeshaji yaliyotokana na kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu. Na vitendo vile vya imani za kishirikina, hizi ni tabia ambazo zimekuwa ni endelevu na timu mbalimbali zimekuwa zikizifanya, lakini mwisho wa siku wanaishiwa kupewa adhabu ya faini, wanalipa na bado pia matukio yanaendelea. Naamini pia bodi wanapaswa kukaa chini na kutafakari namna gani ambavyo wanaweza wakakomesha vitendo hivi. Lakini pia mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Mashujaa na Young Africans, ambako Young Africans walibuka na ushindi wa magoli 2-0. Shabiki wa klabu ya Young Africans aliyetambuliwa kwa jina la Saidi Selemani Ali amefungiwa kuingia uwanjani kipindi cha miezi 12 kwa kosa la kuingia kwenye eneo la kuchezea siku moja kabla ya mchezo, baada ya Young Africans kumaliza mazoezi yao ya mwisho na kumwaga vitu vyenye asili ya kimiminika na udongo kutokea goli la kusini kuelekea katikati ya uwanja, kitendo kilichotafsiriwa kama imani za kishirikina. Lakini pia mchezo mwingine ni mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Pamba Jiji, ambako Simba waliibuka na ushindi wa magoli 2-1. Mwamuzi wa kati Hans Mabena kutokea Tanga na mwamuzi namba 1 Frank Komba wa mchezo tajwa hapo juu wameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko mitano kwa makosa ya kuonesha mapungufu ya kiuchezeshaji yaliyotokana na kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu. Na nikwambia tu kwamba mtazamaji na msikilizaji, si mara ya kwanza waamuzi hao wanafungiwa. Hii inaweza kuwa hata ni mara ya tatu. Mfano kwa Frank Komba, ametoka kufungiwa juzi kati hapa, amerejea amfanya makosa na amefungiwa tena. Na ni kutokana na kushindwa kutafsiri vyema sheria 17 za mpira wa miguu. Hii ni shida kwa waamuzi wetu, wamekuwa ni tatizo kila baada ya mechi, malalamiko yamekuwa ni mingi. Na mimi pia TFF, bodi ya ligi pamoja na kamati ya waamuzi wanaweza kukaa na kuangalia kitu gani wanaweza wakifanya na shida hiyo waamuzi ikaisha, kwa sababu kilio cha waamuzi hakijaanza leo. Lakini pia ukiacha adhabu hiyo, pia klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 10 kwa kosa la mashabiki wao kumwagia maji mwamuzi msaidizi namba 1 wakipinga maamuzi ya mwamuzi huyo baada ya kunyosha kibendera kwa sheria mchezaji wa Simba kuotea. Hili ni kosa la kujirudiwa kwa mashabiki wa klabu ya Simba ndani ya msimu huu wa 2025-2026, wakitenda kosa mfanano wa tukio katika michezo mitatu tofauti na kusababisha klabu kuadhibiwa. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungo cha kwanza ya kanuni ya ligi kuu kuhusiana na udhibiti wa klabu. Lakini pia klabu ya Pamba Jiji imetozwa faini ya shilingi 500 kwa kosa la wachezaji wake 6 kuonyeshwa kadi za njano. Lakini pia katika upande wa championship kuna adhabu mbalimbali zimetolewa, ambapo klabu ya Geita Gold imetozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la mashabiki wake kuingia uwanjani baada ya mchezo kumalizika kati ya Geita Gold na Songea. Lakini pia mechi ya championship ya Bandari Tanzania dhidi ya Moro Kids, klabu ya Moro Kids ya mkoani Morogoro ilitozwa faini ya shilingi 500 kwa kosa la maofisa wao kushindwa kuhudhuria kikao cha kitaalamu cha maandalizi ya mchezo kinyume cha matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha pili ya First League kuhusu utaratibu wa mchezo. Wanaendelea kufuatilia Mpenja TV. Lakini pia tukimalizia taarifa ya mwisho ni kwamba kamati imemfutia adhabu ya kufungiwa miezi 12 mchezaji Ombeni Joseph wa AIA Mchezaji huyo
aliwasilisha ombi la kupunguziwa adhabu hiyo, akielezea mafunzo aliyoyapata baada ya adhabu hiyo na kuahidi kuwa balozi mzuri kwa wachezaji wenzake. Ombeni alifungiwa katika kipindi cha miezi 12 baada ya kubainika kuwa katika mchakato wa usajili wake wa kujiunga na timu hiyo. Alitumia jina la Joseph Ombeni, jina sahihi, badala ya Bryson Orio ambalo ndilo linalotumia kwenye mfumo, ili kukamilisha mchakato wake wa kujiunga na timu hiyo, jambo ambalo lilionekana kukiuka taratibu za usajili kwa wachezaji. Mimi ni Teddy Tino ambaye nimekuletea taarifa hii. Endelea kufuatilia Mpenja TV.